Mahakama Kuu imesema kuwa amri ya kupiga marufuku maandamano katikati ya jiji la Nairobi ni kinyume na sheria na katiba, huku waliowasilisha kesi hiyo mahakamani wakitazamia kupokea kima cha shilingi milioni 2.2. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hii. Mwezi wa Juni mwaka 2024, jiji la Nairobi liligubikwa na wingu la vitoza machozi, huku waandamanaji wa kizazi cha Gen Z na maafisa wa usalama wakilumbana. Kwa upande mmoja, waandamanaji walitaka mswada tata wa fedha wa mwaka 2024 ufutiliwe mbali, huku maafisa wa usalama wakipania kuwatawanya waandamanaji hao. Na maji yalipozidi unga, aliyekuwa kamanda wa polisi kaunti ya Nairobi Adamson Bungei alitoa amri ya kupiga marufuku maandamano jijini Nairobi tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2024. Ila Jumatano ya leo, amri hii imebatilishwa na Mahakama Kuu kupitia Jaji Bahati Mwamuye aliyedokeza kuwa amri hiyo ni kinyume na haki za maandamano jinsi ilivyo kwenye katiba. Waandamanaji 11 kupitia wakili wao Pareno Solonka ndio walioelekea mahakamani kuomba amri hiyo ibatilishwe, huku mwanasheria mkuu, jenerali wa polisi na Bungei wakiwa wahusika wakuu katika kesi hiyo. 11 hao sasa watapokea shilingi milioni 2.2 kwa jumla, kila mmoja akitarajiwa kupokea shilingi 100,000 kama fidia kwa ukiukaji wa haki zao za kikatiba. Jaji Mwamuye pia ametoa amri kuwa ni sharti polisi wawe katika sare zao rasmi na wasifiche nyuso zao wanapotekeleza wajibu wao wakati wa maandamano. Uamuzi huu uliafikiwa baada ya kesi kuwasilishwa na chama cha mawakili nchini LSK waliposhtaki polisi mmoja anayedaiwa kumpiga risasi marehemu Rex Masai. Mahakama Kuu pia imekashifu hatua ya maafisa wasio na sare rasmi dhidi ya kujichanganya na waandamanaji na kuwakamata. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi.